Hujambo na habari vipi mtazamaji wa JMTV, karibu sana katika ulimwengu wa habari za kimataifa, hasa kutoka huko vita ya Urusi na Ukraine. Muda huu utasikia taarifa kuhusu Urusi ambayo imezindua mashambulizi ya makombora pamoja na ndege zisizo na rubani huko katikati mwa Ukraine na kusababisha baadhi ya watu kupoteza maisha na wengine kubaki wakiwa majeruhi kutokana na mashambulizi hayo. Mtazamaji, na ukumbusha kujiunga nasi kubonyeza neno subscribe, lakini pia kushare na kulike taarifa zetu hizi. Vikosi vya Urusi viliweza kuanzisha mashambulizi makubwa usiku kucha kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine mnamo Disemba 7, yakilenga mji wa kati wa Kremenchuk na Chernihiv na wilaya za mji wa Kyiv na kusababisha mtu mmoja kupoteza maisha. Maafisa wa Ukraine wameweza kuripoti hivyo, ambako milipuko ilisikika huko Kremenchuk, mkoa wa Poltava, kuanzia saa 1:30 asubuhi kwa saa za huko nchini Ukraine, na makundi ya wafuatiliaji yaliripoti kuhusu, huku jeshi la wanahewa la Ukraine likionya kuhusu kukaribia makombora ya kinzali na makumi ya ndege zisizo na rubani kutoka Urusi. Meya wa Kremenchuk anafahamika kama Vitali Maletisky aliweza kuripoti ya kwamba kulikuwa na kukatika kwa umeme, maji na joto katika sehemu za jiji na wafanyakazi wakifanya kazi kurejesha huduma muhimu katika maeneo hayo. Gavana Volodymyr Kohuti aliripoti ya kwamba makampuni kadhaa ya nishati katika wilaya ya Kremenchuk yameathirika na mashambulio ya moja kwa moja, na uchafu pia ulianguka na kusababisha moto na kuharibu vifaa vya kiufundi, na hakuna majeruhi waliweza kuripotiwa mara moja. Kremenchuk iliyoko kwenye ukingo ama kingo za mto Dnipro katika mkoa wa Poltava ilikuwa na idadi ya watu 215,000 kabla ya vita, na mji uko takriban kilomita 250 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Kyiv na huko mkoani Chernihiv. Wakati wa shambulio hilo, ndege zisizo na rubani za Urusi pia zilishambulia biashara, miundombinu muhimu na vifaa vya nishati katika mkoa wa Chernihiv. Gavana Vyacheslav Chaosi alisema mnamo Disemba 7, ambapo makazi kadhaa yaliachwa bila umeme, lakini nguvu zilirejeshwa hadi majira asubuhi ya leo. Kwa mujibu wa Chaosi, alisema ndege ambazo hazina rubani za Geran za Urusi zilimuua mzee wa miaka 50 ndani ya nyumba yake na kumjeruhi afisa wa polisi huko Novohorodsky huko Chernihiv, ambapo kituo cha polisi, chuo cha matibabu na nyumba pia ziliweza kuharibiwa na mashambulizi ya Urusi huko Chernihiv. Katika jiji la Chernihiv, ndege zisizo na rubani za Urusi zilishambulia kituo cha nguvu za mafuta, na mabaki ya ndege zisizo na rubani yalipatikana katika jiji hilo, na mkuu wa utawala wa kijeshi wa mkoa wa Chernihiv Dmytro Brzezinski aliweza kuripoti hivyo Disemba 7 kuhusu taarifa hii. Na huko Fastiv, milipuko pia iliweza kusikika katika mji wa Fastiv katika mkoa wa Kyiv usiku kwa mkia Disemba 7, na kukuwa na ripoti za uharibifu kwa wakati wa uchapishaji wa taarifa hii. Jiji hilo limeshambuliwa au limepigwa risasi hivi karibuni, kwani pia Disemba 5 vikosi vya Urusi viliweza kulenga huko Fastiv kama sehemu ya shambulio kubwa la kombora na ndege zisizo na rubani kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine. Kituo kikuu cha treni cha Fastiv kilishambuliwa katika shambulio hilo, ambalo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alielezea kuwa lisilo na maana kijeshi. Vikosi vya Urusi vimeshambulia mara kwa mara pia miji ya Ukraine katika miezi hivi karibuni, huku kukiwa na juhudi za Marekani za kujadili kumalizika kwa vita vya Urusi na Ukraine, lakini bado kinachoonekana kwamba mashambulizi makubwa, hasa mashambulizi ya makombora kutoka nchini Urusi, bado yanazidi kuripotiwa na kusikika kila siku, ambapo pia nakumbukwa hata siku ya Jumamosi kuna moja pia kati ya taarifa ambayo aliweza kuitoa kamanda kutoka huko nchini Urusi, ambaye alisema kwamba kuanzia wikendi ya wiki iliyopita, yani Jumapili ya jana na Jumatatu na kuendelea katika wiki hii, kwamba alisema kutegemea kushuhudiwa kwa mashambulizi makubwa zaidi huko nchini Ukraine, yakitokea nchini Urusi kwenda huko nchini Ukraine. Kwa hiyo hii pia inadhihirisha kwamba bado kabisa hali inazidi kuwa mbaya kwa upande wa Ukraine, lakini pia kwa upande wa raia kuzidi kupata
maafa au madhara makubwa kutokana na mashambulizi haya ambayo pia Urusi bado inaonekana kuyazindua kwenda katika viunga vya Ukraine. Tazama pia namna ambavyo licha ya kwamba Marekani inafanya shinikizo kubwa la kumaliza mzozo huu, lakini bado kabisa jitihada kama zinaonekana kutoleta matunda katika nchi hizi kwenye kusuluhisha mzozo huu. Kwa hiyo ndicho ambacho pia kimejiri katika Desemba 7 kuamkia Desemba 8, ambayo pia ni wiki iliyotangazwa kutegemea kuonwa kwa mashambulizi makubwa ya Urusi kwenda Ukraine, ambapo kamanda mmoja wa kijeshi ambaye nilikuwa nakupatia kwenye uchambuzi, lakini pia nilikuwa naangalia hapa taarifa zake kiundani zaidi, ni kiongozi wa Checheni Bwana Ramzan Kadyrov alichapisha kwenye jukwaa la kijamii la Telegram kwamba Urusi katika wiki hii itafanya mashambulizi makubwa mno, ikiwa ni mashambulizi ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo huenda pia ambao yameanza kujiri tarehe 7 na kuelekea pia kutafuta siku ya leo yakawa ni mwendelezo wa hichi ambacho pia kiliweza kuzungumzwa. Kwa hiyo tusubiri kuona kauli ambayo aliweza kuitangaza Bwana Ramzan Kadyrov, ambaye alisema katika wiki hii maeneo ya kijeshi pia huko Ukraine licha ya miundombinu ya kiraia yatashambuliwa kama kulipiza kisasi kwa shambulio la ndege isiyo na rubani ya Ukraine kwenye jengo refu huko Grozny, ambako jamaa alisema kwamba kuanzia Jumamosi ya wiki iliyopita, Jumapili na leo na kuendelea, wanazi wapya wa Ukraine watahisi mwitikio mgumu kutoka Urusi. Tofauti nao hawatafyatua risasi kwa woga kwenye malengo ya raia. Mashambulizi yao yatalenga miundombinu ya kijeshi na kigaidi ya wanazi wapya wa Ukraine. Kwa maneno yake alisema shambulio la majengo marefu katikati mwa jiji la Grozny halina maana kabisa kutoka kwa mtazamo wa kimkakati. Kwa hiyo pia kiongozi huyo yeye aliweza kusema kwamba kuna uwezekano mkubwa sana pia maeneo ya kijeshi yatashambuliwa zaidi huko Ukraine, licha pia kwamba tumeona maeneo mengi ya miundombinu yakishambuliwa hivi karibuni huko nchini Ukraine. Kwa hiyo acha tuone hichi ambacho kinazidi kujiri katika ulimwengu wa habari za kimataifa, hasa kuhusu vita hii ya Urusi pamoja na Ukraine. Mimi sasa hivi sina cha ziada, lakini tunikusikia kwamba endelea kututembelea na kutufuatilia kila siku na kila wakati kwa taarifa zote hizi kutoka kitaifa pamoja na kimataifa. Cha msingi hakikisha kwamba pia umejiunga nasi moja kwa moja kwa kubonyeza kitufe cha neno subscribe, lakini pia unashare na kulike taarifa zetu hizi ili pia iwe rahisi kwako kupata chaneli yetu hii ya JM TV. Mimi ni Yohana Machia.